Yes, ibana, kwa niaba ya kocha Romain Folz namwombea radhi kwa mchezaji Musa Barakonte kwa kile ambacho amekifanya kwenye mchezo wa fainali wa Young Africans wakiwa mabingwa mbele Azam FC Football Club, huku Young Africans wakiingia kwenye historia ya kuwa miongoni mwa timu ambayo imeshinda bara na visiwani pia, Tanzania bara na visiwani Zanzibar, makombe yote ambayo yameanzishwa chini ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Romain Folz, Musa Barakonte amekusamehe. Ulitaka kuwaaminisha Watanzania na wapenzi wa soka ya kwamba Musa Barakonte si mchezaji ambaye anastahili kucheza kwenye kikosi cha Young Africans, lakini ulitaka kutuaminisha ya kwamba Engineer Hersi Said alikosea vibaya mno kwenye usajili wa Musa Barakonte. Lakini siku zote mchezaji mzuri anahitaji muda, siku zote mchezaji mzuri anahitaji kupewa game time kwenye mechi ambazo ataonesha ubora wake, na leo hii Musa Barakonte amethibitisha kwamba yeye ni mchezaji wa daraja gani, na amethibitisha kwamba yeye ni kwa nini Young Africans walifunga safari kuelekea pale Tunisia kwa ajili ya kuhitaji huduma yake. Yes, ni mchezaji wa quality ya hali ya juu mno, lakini sasa tunawauliza nyinyi ambao mlitaka aondoke kwenda Singida Black Stars kwa mkopo, vipi viongozi waendelee na mchakato wa kumpeleka Singida Black Stars kwa mkopo, ama salie kuhakikisha ya kwamba anafanya kile ambacho anakifanya na anafanya kile ambacho amekifanya leo kwenye mchezo wa Young Africans dhidi ya Azam FC, miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa na performance bora mno kuanzia dakika ya kwanza. Unajua kazi ya kiungo mkabaji, wewe nenda kamuulize Musa Barakonte namna ambavyo amefanya kazi yake siku ya leo. Ile pasi ya mauaji kwenda kwa Emmanuel Mwanengo ambayo imezalisha penalti hapa kwa umezuzwa. That killer pass man. Tazama ile pasi imekuwa vipi? Amepiga kila pasi ambayo imekwenda kwa Emmanuel Mwanengo ambayo ilikuwa kwenda kutua katika eneo sahihi. Mwisho wa siku ikazalisha mkwaju wa penalti, na penalti ambayo haikuwa ahueni kwa Young Africans, kwa maana ule mkwaju wa penalti ulichezwa na mlinda mlango Aisha Salum Manula ambaye leo alikuwa kwenye kiwango bora kweli kweli. Lakini pasi za namna ile hazipigwi ama na watu ambao sio bora. Ni lazima wawe na vision, bila kusahau vipimo vya hali ya juu mno, kwa maana kwamba mchezaji awe na vision kwa maana ana jicho la kuona wapi aweke pasi, wapi apige pinpoint passes, na hicho amekifanya kwa ubora wa hali ya juu siku ya leo Musa Barakonte. Kila mchezaji duniani anahitaji imani ya kocha na viongozi wake. Leo Musa Barakonte ameaminiwa dakika zote 120 na uwezo wake tumeuona. Kila Mtanzania tumeona performance yake, tumeona uwezo wake wa kupiga pasi, tumeona uwezo wake wa kupiga long pass, tumeona uwezo wake wa kupasia, tumeona uwezo wake wa kuzuia, wa kufanya block, lakini pia tumeona uwezo wake wa kupiga zile pasi ambazo zinavunja eneo la katikati kati ya kiungo cha timu pinzani na kiungo cha timu yake. Leo hii pasi zote hizo tumeziona. Jamaa alikuwa na mechi nzuri sana. Alipiga pasi fupi za kati, pasi ndefu kwa usahihi mkubwa. Zaidi ni timing yake ya kufika kwenye hatari na kutibiwa mipango ya Azam FC. Haiwezekani tuseme mchezaji ameferi wakati hajapewa nafasi ya kutosha. Young Africans mnatakiwa kumbakisha huyu jamaa, atawalipa zaidi sana kwenye mechi zijazo. Tumemshuhudia kwenye game za Mapinduzi, alikuwa anacheza kama mlinzi wa kati, kwa maana tunafahamu yeye ni typically ni kiungo namba 6, namba 8 ndio nafasi ambazo anazicheza kienjoy uwanjani. Lakini kwenye mechi za Mapinduzi wakati Young Africans mabeki wao hawajarejea, alikuwa akitumika kama last man defender, na ameweza kuprove na kuonesha uwezo wake mkubwa pia wa kucheza kama mlinzi wa mwisho, kwa sababu alikuwa akitekeleza majukumu yake kwa usahihi na alifanya Young Africans kufika hatua hii ya finali, na mwisho leo anabeba ubingwa akiwa amehusika kwa mchango mkubwa, kwa maana kwamba alilinda Young Africans wakapata clean sheet kwenye game za mwanzo, hatua ya makundi, nusu finali mpaka kufika hatua ya finali. Amecheza katika performance ya hali ya juu. Amewasaulisha leo watu kukosekana kwa Mohamed Malo, lakini pia amewasaulisha watu kukosekana kwa Lida Ucho katika eneo lake, kwa sababu leo alikuwa katika performance. Anatoa pasi, anaiomba pembeni, anatoa pasi, anaitaka. Alionyesha kwamba alikuwa anaitaka mechi, lakini pia alionyesha alitaka kudhibitisha kwa viongozi, yes, mna mpango wa kunipeleka kwa Singida Black Stars kwa mkopo. Je, mtaona kitu ambacho nilicho nacho? Nipeni muda. Na ninaamini sasa viongozi wa Young Africans watakuwa wanakuna kichwa. Je, wakubali kumwacha Musa Barakonte aondoke aende Singida Black Stars kwa mkopo? Na swali lingine ambalo tunapaswa kuwaongezea mashabiki wa Young Africans, wanapitisha Musa Barakonte kuachwa aende kwa mkopo kwa sababu Young Africans alikuwa hapati nafasi?
Mchezaji yoyote duniani anahitaji imani ya mwalimu, anahitaji muda kiwanjani na anahitaji ushirikiano kutoka kwa viongozi ili aweze kudeliver kitu ambacho walikiona kwake. Jicho la engineer halikosei, lakini pia linakosea, lakini kwa usajili wa Musa Barakonte ndani ya Young Africans, wakimuacha watakuwa wameacha lulu ambayo wataikosa kwenye kikosi cha Young Africans katika msimu wa 2025-2026. Mwanzo mzuri, anaondoka Young Africans akiwa na tayari amevaa medali kama atafanikiwa kutolewa kwa mkopo, lakini atakuwa ameondoka na medali ya Mapinduzi Cup, na Young Africans wameondoka milioni 150 za Kitanzania baada ya kutoa ubingwa mwingine wa Mapinduzi Cup. Rekodi juu ya rekodi, wao wanaendelea kupeleka moto. Sijui nyinyi ambao mnajenga timu mtajenga na kumaliza ujenzi wenu siku gani? Young Africans imekuwa tishio, imekuwa balaa, hawataki kuona kikombe chochote kiwanjani.